ndugu yangu wa Stara, kwa sababu usitegemee kwamba eti kwamba Simba anacheza na Mashujaa walalamikaji watakuwa ni Mashujaa. Huo ni uongo. Na kama mechi ya jana ingekuwa ni Simba na Yanga tusinge react kama vile Mashujaa walivyo react, kwa sababu Mashujaa wanajua kwa mfano tukio lile la penalty ya pili ilivyokuwa ya uongo timu kama Yanga tusingeweza kuendelea kubaki uongo. Yaani ni matukio ya uongo. Matukio ambayo kwanza Kibendera na muamuzi wa ndani kwanza wanabishana. Kwa hiyo ukisema kwa nini amefungwa Mashujaa, Yanga tuna react kuliko Mashujaa, ulimwengu wa Tanzania huu utakushangaa. Kwa sababu gani? Hata Simba wamemtoa Stellenbosch kwenye nusu finali, lakini kelele zote walikuwa wanapiga mjini kuelekea kwa Yanga na sio kwenda kwa Stellenbosch. Kwa hiyo lazima uelewe hiyo level ya ubishani na kutambiana ipo kwa Simba na Yanga. Hata Yanga tunapokosea mara nyingi kwenye mechi zetu unaona ni Simba wanaongea kuliko timu pinzani. Kwa hiyo hayo mazingira ya timu hii na timu ile kuongea utaendelea kuyasikia, lakini tu kikubwa kila mtu katazama ambacho kimetokea jana. Unajua ligi yetu tunasema ni bora, lakini kiukweli ligi yetu inazungumzwa sana kuliko ubora wake. Yaani hii haina hata kupepesa macho. Ligi ya Tanzania inazungumzwa sana na sio bora. Sio bora kwa sababu gani? Zimekuwa zikifavor timu mbili peke yake. Kuna nyakati unaona kweli Yanga tumefavor, lakini kuna nyakati unaona kabisa Simba hapa wamefavor. Lakini sasa kinachoumiza zaidi ni aina ya waamuzi kama Kefa Kayombo. Mimi wakati mechi inaendelea nikawa naangalia kwenye mitandao ya kijamii watu wanamlaumu, wanasema muamuzi ni Simba. Nikamwambia huyu muamuzi sio Simba, mapenzi yake kwa Simba ni makubwa kweli kweli. Mapenzi yake kwa Simba ni zaidi ya Mandara alivyokuwa na Simba, ni zaidi ya kina Kisugu alivyokuwa na Simba. Yaani yule tuliokuwa uwanjani tulikuwa tunamuona tu sio mnyama, tulikuwa tunamuona ni mwekundu wa Msimbazi, na amekuwa na muendelezo wa tabia hii. Mna uhakika gani kwa maana kama ni shabiki wa Simba? Hata Kibendera liko wazi. Kibendera mpaka tumeona baadhi ya picha akiwa na timu yake pendwa ya Simba kwenye michezo kama ya nani mtani jembe anashangilia ushindi. Hivyo vitu vipo kwa sababu hadi kadi zipo zinaonyesha kabisa huyu binti Neema ni shabiki wa timu gani. Kefa Kayombo kwao Mbeya hakuna asiyejua mahaba yake zidi ya Simba, na hatuongei kwa sababu watasema labda kwenye nchi hii ukizaliwa lazima uwe Simba na Yanga. Je, ile fairness ipo kwenye mchezo? Na kwa nini Kefa Kayombo week out week in kwenye michezo ya Simba anakuepo? Zipo taarifa tunajua yule fika stage mpaka anasafiri na matawi ya Simba kwenda kwenye mechi za mikoani. Hatutaki kudoubt hicho, tutamdoubt kiwanjani. Kwa nini makosa kila siku yanatokea kwenye michezo ya Simba? Basi tungesema labda uwezo wake ni mdogo, lakini kwa nini mechi after mechi za Simba? Na amekuwa kweli kweli anagundu, kwa sababu hizo mechi zote za Simba ndio mechi ambazo Simba wametepeta kweli kweli. Refa kwenye mechi ya JKT Tanzania anawapa penalty dakika za mwisho. Refa kwenye mechi ya Tabora penalty za kuwazawadia. Mechi ya jana yaani amekuwa na muendelezo mbovu na amekuwa akiangukiwa na jumba bovu. Kila anapopewa Simba na Simba wanakuwa wanaanguka vibaya. Na kiukweli jana tumshukuru sana Kapombe. Tuliokuwa uwanjani tulifurahi kweli kweli, kwa sababu ile mechi ilikuwa ndugu yangu wa Stara haiishi. Ile mechi nadhani tungetumia hata mwanga wa simu ya mediali ingeendelea kuchezwa kweli kweli. Tunamshukuru Kapombe kwa kutuaisha majumbani, kwa sababu tayari giza alikuwa lishaingia. Nilikuwepo pale, na kama sio kutumia maelekezo aliyoambiwa bwana ukifika kwenye box wewe jiachie mimi naweka, tulikuwa tunakaa pale mpaka saa 2. Nadhani pia ndio muamuzi pekee ambaye anapelekea mabosi wa KMC waanze kufikiria kufunga taa kwenye uwanja ule. Sasa alikuwepo, alikuwa anaangalia nini? Ulikuwa unaangalia nini hapo uwanjani wakati umeenda? Mimi nilikuwa naangalia nini? Sasa uwanjani wewe unaweza kuwa unaenda tu kushabikia Simba. Watu wanaenda uwanjani kwa mambo mengi. Wewe umeenda kuangalia nini? Mimi nimeenda kwenye issue zangu nyingine ambazo Wastara anazifahamu. Wastara ameanza kwa ajili ya mpira. Ndio hapa azungumzie mpira. Wastara ameanza kulitambulisha hapa studio wakati nafika. Nimesema ni balozi wa bodi ya ligi. Unapaswa kufahamu standard ya wewe kwenda uwanjani ni tofauti na mimi. Na ndio maana kina Mandara kwenye timu yao wakienda kuishabikia wanaenda kwa tabu. Hakuna asiyefahamu Mandara ameenda Zanzibar kwenye nusu finali kwa kutumia meli ya mizigo. Lakini mimi kama balozi wa ligi naenda tu direct tu. Mandara yupo simseme sisi tutamfikia. Balozi gani ambao anatumia promo kwa promote watu kwa kutumiwa nauli lake na hao unaowataja? Wewe unakuwa kama unatumia. Mimi balozi wa ligi. Usiwapromote watu basi. Kevin, kwa kile ambacho kimetokea jana, umesema muamuzi sijui amewapa fair na Simba kuliko Mashujaa. Kitu gani ambacho umekiona, kwa maana umeona kwa bwana hapa maamuzi hayakuwa sawa kwa upande wako? Kitu cha kwanza kabisa, kipindi cha kwanza sikuona faida yoyote ya kuongeza zile dakika 6. Sio tu mimi,
Watanzania wengi tu umeona wameelezea hisia zao juu ya zile dakika 6. Kwa kabla hata zile penalty mbili tayari mwamuzi alikuwa ashaanza kunangwa. Yaani jana ilikuwa Simba akianguka yeye kwake ni faulu. Na tukiweka mapenzi pembeni tukaongea uhalisia wa mpira, katika faulu zote ambazo Simba jana walizipata karibu na lango la Mashujaa, pengine ni 2 au 3 ndo zilikuwa za uhalali, nyingine zote zilikuwa ni za uongo. Na kiukweli jana Simba walimwangusha Kefa Kayombo kwa sababu ni mtu ambaye alionekana kabisa anawatafutia matokeo mapema, na mechi ingeisha 1-1 au Simba wamefungwa, Simba wangepaswa kumlipa fidia Kefa Kayombo kwa sababu amewabeba kiasi kwamba mpaka unaona sasa hawa watu wanabebwa lakini hawabebeki. Na mimi nilikuwa nawaambia Wastara, Yanga tunacheza, timu nyingine zinacheza, hausikii kelele yoyote ya muamuzi. Muamuzi hakuna aliyekuwa man of the match tokea Simba wamestop kucheza ligi. Mechi ya jana tu. Kwani jana man of the match sasa ilikuwa Teba? Man of the match ni Kefa Kayombo. Hata wewe mwenyewe kwenye kipindi chako umeanza kuelezea swala la uamuzi. Yule ameelezea swala la uamuzi kabla ya kuanza kuisifia timu yake kupata matokeo. Yaani sisi tuseme man of the match kwa maana ni Kayombo kwa watu ambao wanatazama ama wanasikiliza. Unakuwa unawapotosha kwa sababu ilionekana pale Lina wasema tulijua kabisa Simba wataporejea kwenye ligi kuu ya NBC tutaanza kuziona penalty, tutaanza kuona red card, waamuzi wataanza kuibuka Mashujaa na kuzungumzwa kuliko wachezaji waliokuwa wanapambania timu zao kiwanjani. Na mimi jana mechi ilivyokuwa inatamatika niliwaambiaje, mwamuzi amekosea, lakini katika kitu ambacho jana alinikwaza kweli kweli ni red card kwa goalkeeper. Goalkeeper is fine, alikuwa anapoteza muda. Ingefika swala lake la yeye kupewa kadi nyekundu kihalali, ningesema yes amedeserve kupewa hiyo kadi nyekundu za njano 2 na kwenda nje. Lakini kwangu mimi ilikuwa ni fake red card. Kwa sababu gani? Kwenye mpira wa miguu kila mtu anafahamu sheria za mpira wa miguu. Ule mpira wakati mwamuzi anatafsiri kwamba goalkeeper anapoteza muda, kona inacheleweshwa kwenda kupigwa, aliyorudisha uwanjani mpira, mimi nilikuwa uwanjani kwenye lile goli, ni Yusuf Dunia. Yusuf Dunia aliutoa mpira nje akauleta ndani ya kiwanja wakati alitakiwa mpira uende kwa Kapombe kule apige kona. Kwa hiyo muamuzi alitakiwa kureact kwa kadi ya njano ya pili kwa Yusuf Dunia na kumuondosha nje. Kwa sababu Yusuf Dunia ameupiga, umeenda kwa goalkeeper. Goalkeeper anaweza akajitetea, wakati nataka kuutoa nje, mguu wangu labda ulipata maumivu nikajikuta na urudisha uwanjani. Angepaswa kuadhibiwa wa kwanza aliyeutoa off the pitch akauleta ndani ya pitch, then ukarudi kwa goalkeeper. Kumhukumu goalkeeper kwa kadi ya njano ya pili kwa anachelewesha muda kwa sababu mpira ameupiga kwenda ndani, kwangu mimi so wrong, so mistake. Na kabla tujaenda kutazama kwa upande wa mwenyekiti na mchambuzi kwa maana ya Nsajigwa Senior, umezungumza umesema waamuzi jana amechezesha kwa mapenzi, ama umesema kwa maana ni shabiki wa Simba kwa maana baadhi ya waamuzi waliokuwepo. Na kwenye mazungumzo yako hayo umesema na waamuzi wa Tanzania ama watu wa Tanzania kama sio Simba basi ni Yanga. Kwenye ligi sasa nani achezesha? Kwa sababu wote tayari hawa wana upande wa mwingine na upande wa kulia, mwingine na upande wa kushoto. Kwenye ligi kwangu mimi nani achezeshe, kwa sababu ni ligi yetu Tanzania. Tutaonekana ni watu wa hovyo kwenda kuchukua marefari wa nje na kuja kuwapa nafasi ya kucheza wakati kuna marefari wa kizao. Kikubwa hata kama atachezesha Ahmed Ali, hata kama atachezesha mzee wangu Mangungu, akibaki kwenye ile level fairness, yani mimi naona tu ni kawaida. Lakini kwa level ile ambayo anafanya Kefa Kayombo, yani kwa jana kwa alivyokuwa anachezesha, ukiacha hayo mapenzi yake ambayo yanasemekana kwa Simba na kibendera, hapaswi hata kuchezesha mashindano haya madogo ya kina Ndondo Cup ya mtaani. Yani kwangu mimi nilivyomuona anavyotafsiri sheria za mpira, hadeserve. Na najiuliza imekuwaje mpaka anakuja kuchezesha ligi kuu. Tena michezo sasa hizi anachezesha ile mchezo karibu wa 20 kwenye ligi kuu. Yani amepata wapi hiyo daraja na watu wamemuona vipi mpaka wameona ana deserve? Kwa sababu tukisema Simba tutaonekana hatuna ushahidi. Basi tafsiri, angalia penalty ambayo alitoa kwenye mechi ya Dodoma Jiji na Namungo. Kila mtu alishangaa, hata wewe pia ulishangaa. Kwa hiyo sio tu kwenye hiyo kuzaliwa Simba na Yanga. Je, muamuzi akija kiwanjani anasimama kwenye ile fairness au atakuja tu kuchezesha kwa sababu ya maelekezo? Binafsi hata ukiniuliza kwenye mchezo wa jana, yani itakuwa ni ngumu kuniaminisha kwamba alipoa hela na viongozi wa Simba ili awabebe. Ila inaonyesha kwani kuna watu wanapewa hela? Wako waamuzi wanapewa hela. Kevin ukithibitisha. Mimi siku hizi umemwona wapi Tatu Malogo? Ila kwa sababu Kefa ameshafanya kosa ambalo kila mtu kalishuhudia, huu ndo wakati sasa wa yule Tatu Malogo kuja kuwapa watu point 3, kwa sababu option A imekufa, inakuja option B ya kuja kuwapa watu matokeo.
Huyo ni Kelvin na Hamramba Kevo la Simona hawa Yanga akiweza kuzungumza kwa kile ambacho kipo. Na wakati mwenyekiti, kwa maana mwenyekiti wa matawi wa vijiwe pale Karume, Jabiri Musa, alipozungumza akasema Kefa Kayombo ni kwa maana ni mwamuzi bora kabisa, anafaa kabisa kupewa ile badge ya FIFA kutokana na namna ambavyo anatafsiri sheria 17